Liza, je, Ukawa utastahimili misukosuko hii kwa kiasi gani? Gilbert Johannes, Azam News, Dar es Salaam. Azam News imezungumza na waandishi wananchi mkoani Mwanza kupata maoni yao kuhusu uamuzi huo wa Profesa Lipumba, ambaye licha ya kuwa mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF pia ni msomi aliyebobea katika masuala ya uchumi na amekuwa mgombea kiti cha urais kupitia chama hicho tangu mwaka 1995. Taarifa za Lipumba kujiuzuru wenyekiti wa CUF nimezipokea kwa masikitiko makubwa, nikiwa kama vile Mtanzania mwenye machungu na nchi. Na nikiangalia ametumia demokrasia yake, kwa sababu siasa za Tanzania zimekuwa sio siasa za kumkomboa Mtanzania, bali ni siasa za kujali maisha ya viongozi na familia zao. Sisi wanatuhadaa. Hakuna misingi ya ukweli ya kumkomboa Mtanzania ndani ya vyama, iwe Ukawa iwe vyama vingine. Hawana dhamira ya dhati, sababu wao wanakuwa na ubinafsi. Sasa Ukawa waliuanzisha wa nini sasa? Au waliunda Ukawa wa nini? Si bora kila chama kingejitegemea tu ikaonekana wazi. Kwa kweli mimi wanachama wanasiasa sijawaelewa sana hao Ukawa, kwa nini wanakuwa hawana msimamo? Na haki yao wameipoteza kwa kutokuwa na msimamo, kwa sababu watu wamewadharau. Kufuatia hali hiyo, baadhi ya wananchi wilayani hapa, licha kutoa ushauri wao kwa wanachama na viongozi wa vyama vya siasa, wanaonyesha hofu ya kutoweka kwa amani mara baada ya uchaguzi mkuu ujao endapo Ukawa hawatajipanga na kuonyesha dhamira ya dhati ya kuleta mabadiliko nchini. Kwa sisi vijana sasa hivi tunakuwa tuangalie vyama, tunaangalia kiongozi atakayetusimamia sisi, na haya marumbano yao ya vyama yasije katufanya sisi tukakosa mwelekeo vijana. Na ndio maana sisi tunapenda tuwe na msimamo mmoja. Tunapenda sana sisi nchi yetu na tunapenda amani yetu, kwa sababu kwamba tokea zamani tunaishi kwa amani. Haya marumbano ya vyama sisi tufanye sisi tupoteze mwelekeo wa kuchagua kiongozi aliyoko bora. Wangekuwa sehemu moja na sisi tuko bega kwa bega kuungana nao kuleta mabadiliko katika nchi yetu. Kwa mfano sasa hivi Lipumba akitoka tena kwenda chama kingine ataonekana kama mtu anayetangatanga sana. Mimi hofu yangu sana kwanza ni utulivu wa nchi, kwa sababu unaweza kafikia hatua pakashinda, yani katika nchi hapa hali ikawa si nzuri. Inawezekana uchaguzi ukatumia nguvu zaidi, kwa sababu kuna watu ambao wanawakea kama lazima wapate nafasi hiyo, na kuna watu waliosema lazima wapate nafasi hiyo. Kwa hiyo na maana kwamba kwa upande wa utulivu sawa, nchi itatulia, lakini uchaguzi hautakuwa mzuri sana. Lazima utakuwa na vurugu nyingi. Haya ni baadhi ya maoni ya wakazi wa mji huu wa Misungwi kufuatia kile kinachoendelea ndani ya vyama vya siasa vinavyounda umoja wa katiba ya wananchi Ukawa. Kutoka wilayani Misungwi ni Innocent Alois, Azam News. Katika hatua nyingine, katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF Maalim Seif Sharif Hamad amewahakikishia wananchi wa chama hicho kwamba chama kipo imara licha ya mwenyekiti wa taifa Profesa Ibrahim Lipumba kutangaza kujiuzulu wadhifa wake mapema asubuhi ya leo. Maalim Seif amejitokeza mbele ya wanahabari majira ya saa 12 na kuonesha msimamo wa CUF na kisha kutoa hakikisho kwa wanachama kwamba wataendelea kuwa imara katika kipindi hiki wakielekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 25. Profesa Lipumba kajiuzulu wenyekiti, si mwenyekiti wetu tena. Sawa sawa. Lakini chama cha wananchi CUF kiko pale pale. Sawa sawa. Sawa sawa waheshimiwa. Sawa sawa waheshimiwa. Katibu mkuu wa CUF amelazimika kujitokeza makao makuu ya chama hicho Buguruni jijini Dar es Salaam na kuwatoa hofu wanachama wanaonekana wapo njia panda baada ya kuibuka kwa taarifa za kujiuzulu kwa mwenyekiti wao Profesa Lipumba aliyebaki kuwa mwanachama wa kawaida. Ukawa ipo. Ukawa imeimarika kwa kujiunga Lowassa. Sawa sawa. Kwa hivyo, kwa nguvu za pamoja za vyama vinavyounda Ukawa, vikiungwa mkono na wananchi wote wa Tanzania, tuna hakika Magufuli Ikulu ya wapi Kigamboni hata uiona hata siku moja. Wanachama wa CUF waliojitokeza kwa makumi makao makuu ya chama hicho hawakuwa nyuma kutoa mtazamo wao juu ya kujiuzulu kwa aliyekuwa mwenyekiti wao Profesa Lipumba.
Sema kuwe na misukosuko. Kwa hiyo tunasema kwamba bado tuko imara na tutakiendesha chama chetu na Ukawa tutachukua nchi bila matatizo. Profesa ameondoka akiwa kama amejiuzuru katika chama, kwa hiyo sisi hatukumfuata profesa, tunafuata chama. Yoyote ambaye kwamba atachauliwa na chama kuwa ndiye mwenyekiti wa chama hichi, sisi huyo ndiye mwenyekiti wetu. Kwa hiyo sisi hatuko kwa maprofesa kaondoka na sisi tunayumba. Sisi tuko makini na tuko mstari wa mbele, na akipenda Mwenyezi Mungu Oktoba 25 rais wa Ukawa ambaye kwamba ni mheshimiwa Lowassa tunahakikisha kama tunampeleka Ikulu. Naam, na hapa studio tupo na mgeni ambaye yeye ni naibu katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF ambaye alijiuzulu nafasi yake na sasa ni mwanachama wa kawaida kabisa, Bwana Julius Mtatiro. Mtatiro, kuondoka kwa Profesa Lipumba ambaye amepata kuwa mgombea wa rais tangu mwaka 95, anagombea urais kupitia chama hiki cha CUF, kunaacha athari gani? Unadhani kuna kata makali ya Ukawa? Kwanza lazima iwe wazi kwamba anapoondoka mwanasiasa katika chama ni pigo katika chama husika, ni kama mapigo mengine ya kisiasa, lakini inategemeana ni namna gani ambavyo mtaweza kuziba pengo lake kwa wakati husika. Lakini pia inategemeana anapokuwa ameondoka anaelekea wapi. Na kwa statement ambayo nimeisoma ambayo ametoa Profesa Lipumba ni kwamba amepumzika majukumu ya wenyekiti na anaendelea kuwa mwanachama wa kawaida. Angeenda kujiunga labda CCM ndio ungesema anaiathiri sana CUF. Ni tofauti na kama ambavyo Lowassa ameondoka CCM amejiunga Ukawa, kwa hiyo ameongeza nguvu Ukawa. Lakini profesa amejiuzuru majukumu ya wenyekiti na ameendelea kuwa mwanachama wa kawaida. Kwa hiyo hajaenda kuongeza nguvu upande wa pili. Kwa hiyo nalitazama kama pigo la kisiasa kwa chama na kwa Ukawa, lakini pia nalitizama kama jambo ambalo linaweza kutokea katika siasa za nchi yote ile. Viongozi wanajiuzulu, pana mambo yanatokea katika uongozi na wanaondoka katika nyadhifa zao, lakini jambo la msingi ni kwamba taasisi hizi ambazo viongozi walikuwa wanafanyia kazi ziweze kuendelea mahali zilipo. Na huu ndio muhimu wa taasisi kujijenga kuliko kujenga watu. Sasa Mtatiro, tunataka kujua kwa hali hii, yeye alikuwa miongoni mwa wenyeviti wanaounda huu Ukawa, nguzo muhimu sana, na alikuwepo wakati wa kumtambulisha siku ya mwanzo kabisa Bwana Lowassa. Hakutokata miguu ya Ukawa kitendo cha yeye kujiondoa kwenye hili jambo na kwa kutaja wazi kwamba Lowassa hakustahili? Akitaja wazi nadhani watu wanaweza pia wakamuuliza kwa sababu yeye pia alishiriki katika kumkaribisha mheshimiwa Lowassa kwenye vyama vya Ukawa. Kwa hiyo leo anapogeuka watu wanaweza stafsiri vizuri hiyo imekuwaje, lakini mimi nalitazama kwa mapana yake zaidi kwamba ni maamuzi binafsi kiongozi amefanya. Ameweza kuondoka katika taasisi ambayo alikuwa akifanyia kazi, na taasisi hizi nadhani huwa mara nyingi zimekuepo. Kwa mfano hata mheshimiwa Edward Lowassa ameondoka CCM, lakini CCM tumeona bado ipo, inaendelea na inasema itashika dola. Kwa hiyo nadhani hata kama mheshimiwa Lipumba ameondoka CUF, nadhani CUF itaendelea kuwepo, nadhani Ukawa itaendelea kuwepo, nadhani mipango mingine inaweza kaendelea kuwepo. Haya maneno ameyasema Maalim Seif punde tu. Ni kumpuuza profesa? Haoni ana madhara? Hapana. Mtu anapoondoka hauwezi ukampuuza. Hauwezi ukapuuza mchango wa miaka 16 ya uongozi wa Profesa Lipumba katika chama cha wananchi CUF. Ameongoza chama hiki tokea mwaka 1999. Ukiachilia mbali kushiriki ule uchaguzi wa kwanza wa mwaka 1995. Na sidhani kama Maalim Seif anaweza akajaribu kumpuuza mwenyekiti wake ambaye ameondoka. Nadhani jambo la msingi ambalo alikuwa akifanya ni kuwasisitiza wanachama kwamba chama kimekuwepo kabla hata yake yeye Maalim Seif na kitakuwepo hata baada ya Maalim Seif. Kwa hiyo kama Profesa Lipumba anaondoka katika chama, nadhani atakuja mwenyekiti mwingine. Na hata kama leo Maalim Seif ambaye ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar akisema anajiuzulu katibu mkuu wa CUF, atapatikana katibu mkuu wa CUF mwingine na chama kitakwenda mbele. Sawa. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema vyama vya upinzani vinastahili kupata misukosuko ya kiwango hiki ili kujiimarisha zaidi. Tathmini yako ni nini? Wakati huu Ukawa ni sawa? Ni sawa kabisa, na nataka kusisitiza kwamba mahali popote pale duniani, na sio vyama vya upinzani tu, hata vyama vinavyoongoza dola
vinapata mapigo makubwa. Mfano mzuri ni huu ambao tumeona waziri mkuu mstaafu mwenye nguvu kabisa katika chama kinachoongoza dola, anayeungwa mkono na wabunge wengi waliomaliza katika bunge lililopita, hata wabunge wapya wanaochaguliwa ndani ya Chama cha Mapinduzi hivi sasa, ameondoka Chama cha Mapinduzi. Nadhani ni pigo kubwa sana hiyo kwa CCM. Kwa hiyo huwezi ukaona kama litakuwa jambo la ajabu pia kwa upande wa vyama vya upinzani jambo hili namna hiyo kutokea. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusisitiza ni kwamba ili ukomae lazima upitishwe kwenye matanuru makubwa ya moto mkali, uchomwe, na ukitoka kule mbele utakuwa umekomaa zaidi. Kwa hiyo nadhani hii itakuwa reheso kwa vyama vya upinzani kuzidi kukomaa. Na pana msemo mmoja ule unasema kwamba mkiwa mstari wa mbele, askari mmoja akipigwa vita, kama alikuwa anaongoza vita, mtu mwingine anachukua bunduki yake na mapambano yanaendelea. Mtatiro, kumekuwa na uvumi kwamba pengine ama huenda Profesa Lipumba akaenda akajielekeza kwenye chama cha ACT kinachoongozwa na Bwana Zitto Kabwe, na ni uvumi, lakini unalipa uzito gani kwa kuzingatia kwamba kumekuwa panaibuka uvumi afu unadhihirika kama haya kwake alianza na yamekuja kudhihirika hivi leo? Sijui inawezekana kwa sababu kama ile mwanzoni walimpokea Edward Lowassa pamoja na wenzie, na leo amesema dhamiri yake imemsuta, ameona haikuwa uamuzi sawa sawa. Kwa hiyo hata hii ya kudai kwamba ataendelea kwa mwanachama wa CUF, unaweza pia ukaitilia mashaka. Kwa hiyo kama pana uvumi mwingine, tusubiri tuone hali gani ambayo itatokea mbele. Lakini tukumbuke kwamba wanasiasa wengi wanapotaka kufanya maamuzi yao hawataki kuyaweka wazi. Huwa wanayaficha kwa kiwango fulani. Mahali popote pale duniani mwanasiasa hapendi kueleza atafanya nini kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo hatuwezi tukajua Profesa Lipumba kesho atafanya jukumu gani. Japokuwa katika statement yake nimeona amesisitiza kwamba pana kazi za msingi anaenda kufanya. Kwa hiyo kama pana uvumi tuuache uendelee, tuone kama utatokea, kama hautatokea then tutajua nini kinaendelea. Tunamaliza, lakini unadhani huku sio kujipiga ngwala kwa wapinzani ambao nguvu yenu yote ya pamoja ni kujiunga ili muweze kuiondoa CCM madarakani, na sasa mmoja viongozi wenye nguvu kubwa wanajitoa? Sio kitendo cha kujipiga ngwala mwenyewe hiki? Kwanza nataka nisisitize tena kwamba mnapokuwa katika taasisi kama hizi na mnafanya kazi pamoja na mtu mmoja akaondoka akapata dharura, then anakuwa ameacha pengo. Jambo la msingi namna gani ambavyo mtaliziba pengo hilo. Kwa hiyo nadhani kilichoondoka pale, nadhani kwa upande wa CUF ni mwenyekiti mwenza Ukawa mmoja amejiuzulu. Kwa hiyo CUF akichagua mwenyekiti mwingine nadhani ataziba ile nafasi, na nadhani CUF wataweza kuendelea mbele salama. Nakushukuru sana. Shukrani sana.